Home Clinic. Habari za leo mtazamaji wa SAUT TV popote pale ulipo. Karibu katika kipindi hiki cha Home Clinic, kipindi ambacho kinakujia kila siku ya Jumatano muda na wakati kama huu. Ikiwa leo katika kipindi hiki tutaangazia mada ambayo inagusa maisha ya watu wengi, tabia ya kukaa muda mrefu bila kusogea. Ni kweli katika dunia sasa ni dunia ambayo imejawa na shughuli nyingi zikiwemo za kiofisi lakini pia za nyumbani, na kuna wakati inasababisha watu kukaa muda mrefu bila kusogea. Kupitia daktari wetu wa zamu atakwenda kuelezea kwa undani zaidi ni muda upi sahihi wa kukaa na ni madhara yapi yanaweza kujitokeza mtu anapokaa muda mrefu. Pia utaweza kutazama wananchi wakieleza namna wanavyoelewa kuhusiana na mada hii. Utakuwa nami Stella Po, mtangazaji wako mwanzo mpaka pale nitakapokuambia kwaheri. Karibu tuwe sote. Kabla ya kwenda mbele zaidi, tujikumbushe katika clinical puzzle ya wiki iliyopita. Wataalamu wa afya wanashauri mtu mzima kunywa maji lita 2.5 hadi lita 3.5 kama hana changamoto za kiafya. Swali lilikuwa likihoji, ni madhara yapi yanaweza kujitokeza kwa mtu ambaye atakunywa maji chini ya kiwango kile kinachoelekezwa na wataalamu wa afya? Na majibu yake ni kama ifuatavyo. Anaweza kupatwa na maumivu ya mara kwa mara, ngozi kukauka, mwili kukosa nguvu na hata kusababisha choo kuwa kigumu. Na hayo ndiyo majibu ya clinical puzzle ya wiki iliyopita. Sasa twende tukatazame afya storyline ya wiki hii. Mwili wa binadamu umeumbwa kwa ajili ya kusogea na kufanya harakati mbalimbali. Watu wengi wamejikuta wakitumia sehemu kubwa ya siku wakiwa wamekaa. Hali hii kuonekana ni hali ya kawaida na isiyo na madhara. Je, ni kweli kuwa kukaa kwa muda mrefu ni jambo la kawaida tu? Katika makala ya siku ya leo tutaangazia ni madhara gani yanamkumba mtu endapo atakaa kwa muda mrefu bila kufanya movement ya aina yoyote. Kukaa kwa muda mrefu ni hali ya mtu kutumia muda mwingi akiwa amekaa bila kusimama au kufanya harakati zozote za mwili. Hii hutokea pale ambapo mtu anapokaa kwa kipindi kirefu, saa kadhaa mfululizo, akiwa darasani, ofisini, akitazama runinga au kutumia simu na kompyuta bila kupumzika au kusogea popote. Kiafya, hali hii inaweza kusababisha maumivu ya mgongo na shingo kutokana na mkao mbaya wa mwili unaoweka shinikizo kwenye uti wa mgongo. Vile kupunguza matumizi ya nishati mwilini, hivyo kuongeza hatari ya unene kupita kiasi. Hali hii inaweza kupelekea magonjwa sugu kama kisukari, magonjwa ya moyo, kwa sababu mzunguko wa damu hupungua na mwili kushindwa kutumia insulin kwa ufasaha. Aidha, misuli ya tumbo na miguu na kudhoofika, na wakati mwingine mtu anaweza kupata uvimbe wa miguu kutokana na matatizo ya mzunguko wa damu. Athari za kukaa muda mrefu haziishii tu kwenye afya ya mwili, bali pia huathiri maisha ya kila siku ya mwanadamu, kwani kuna mtu anaweza kupoteza umakini, kuchoka haraka na hata kupunguza kasi ya uzalishaji wake. Msongo wa mawazo unaweza kuongezeka kutokana na mwili kukosa uchangamfu na harakati za kutosha kutokana na kukaa muda mrefu. Kadri muda unavyoongezeka na kukaa bila kusogea, ndivyo hatari za kiafya nazo zinavyozidi kuongezeka. Kitaalamu, mwanadamu anashauriwa kutozidi dakika 30 mpaka 60 bila kusimama, na ni vyema kutembea kwa dakika chache baada ya kusimama. Pia inashauriwa kufanya mazoezi angalau kwa dakika 30 kila siku ili kuimarisha afya ya mwili na akili. Kwa ujumla, kukaa kwa muda mrefu ni hatari inaweza kuzuilika kwa kubadili mtindo wa maisha. Hatua ndogo kama kusimama mara kwa mara, kupanda ngazi badala ya kutumia lifti, kutembea umbali mfupi badala ya kutumia usafiri, unaweza kuleta mabadiliko makubwa. Afya njema huanza na maamuzi madogo ya kila siku, na kupunguza muda wa kukaa ni mojawapo wa maamuzi muhimu na sahihi katika maisha na ubora wa afya yetu. Mwandaaji na msimuliaji wa makala hii ni mimi Faith Olomi. Na mtazamaji, na hiyo ndio afya storyline ya wiki hii ambayo imeeleza kwa kina zaidi kuhusiana na mada yetu ambayo iko mezani kwa siku ya leo. Mara baada ya afya storyline hiyo, ni wasaa wa kuweza kutazama maoni ya wananchi walioeleza kuhusiana na mada iliyoko mezani kwa siku ya leo. Kwa majina yangu naitwa Clara Sadati Maria. Kiafya, yani mtu anaweza akaathirika kwa sababu ile kukaa muda mrefu ni kunajenga fikra moja na haiwezi kujenga fikra nyingine sawa sawa, yani kama na mtu akitoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine.
Alafu kingine, kuna ile mtu anakaa muda mrefu, ni lazima atapata maumivu ya viungo mbalimbali, kwa mfano mgongo, kiuno, na hata muda mwingine hata maumivu ya kichwa, kwa sababu si anakuwa ni amekaa muda mrefu. Tusipendelee sana kukaa sehemu moja, kwa sababu haya magonjwa yanaweza kuathiri mfumo mzima wa afya. Kwa majina anaitwa Sebastian. Kwa madhara ya mtu kukaa chini kwa muda mrefu, kwa mfano watu wa ofisini, madhara makubwa ya kwanza ni magonjwa ya kiuno. Mara nyingi watu wanakuwa wanaugua magonjwa ya kiuno, na wengine paralyze. Wengi sana wanaugua magonjwa ya watu ambao wamezoeleka kukaa sana ofisini, na hata ukiangalia hata madereva, mkuta mtu anasafiri eneo, kwa mfano dereva anaenda Kongo, anaenda Zambia, anakaa kwa muda mrefu. Watu ambao wanaathirika sana na paralyze kubwa ni hilo kiuno na miguu. Watu ambao wanaugua sana paralyze ni kitu ambacho kinauma sana watu ambao wanakaa sana kwa muda mrefu. Na ushauri wangu kwa hao watu ambao wanakaa kwa muda mrefu zaidi eneo moja, cha kwanza, hauwezi ukaacha kazi kwa sababu ya mazingira, lakini muhimu ni kwamba anapomaliza kitu kama hicho, kwa mfano anatoka ofisini amekaa kwa muda mrefu, hakikishe labda anakwenda nyumbani, anaenda kwa mguu, au akifika nyumbani kuna zoezi anafanya, labda kupiga mazoezi, kwa mfano kutembea eneo refu, labda kilomita kadhaa, kukimbia, kupiga labda push up, kuruka kamba. Kwa majina anaitwa Baraka Nicolas Tupo. Kuna wengine wakikaa sehemu moja muda mrefu kutokana na mwili wake wanapelekea matatizo ya kiafya, labda miguu kupata changamoto ya miguu, wanasema miguu inawaka moto. Hata mwili na wenyewe unapokuwa labda mwili unakuwa umeadapt yale mazingira. Kwa unapokuwa umehama sehemu moja kwenda sehemu nyingine, kuna mabadiliko ya kimwili labda unaweza ukayapata kutokana na mwili kuwa umezoea pale, umekaa miguu mwili sio active. Sio kama mtu anayetoka labda kwenda kwenye mazoezi, kucheza mpira, kufanya nini, ila wewe uko ndani ndio unaangalia mwili, unachukua muda mwingi. Kwa hata unapoinuka ndio ile unasikia mara kichwa kinauma au macho yamefanyika. Umeweza kuwatazama kila mmoja akieleza kwa namna yake anakaa kwa muda upi, na wakati mwingine kila mmoja ameelezea ni madhara yapi ambayo yanaweza kujitokeza anapokaa kwa muda mrefu. Na wasaa huu unalazimu kwenda moja kwa moja katika chumba cha daktari ili kuweza kufahamu kitaalamu imekaaje. Daktari, ni muda upi ambao unaweza kuchukuliwa kama kukaa muda mrefu bila kusogea? Tunasema ni ile hali ya mtu kuwa na shughuli ambayo inaweza kumfanya kukaa kwa takribani ya masaa 3, 6, 12 na kuendelea. Na pengine ni madhara yapi ambayo yanaweza kujitokeza kwa mtu ambaye anakaa muda mrefu bila kusogea ama kutembea kwenda mahali popote? Moja kabisa, anaweza akapatwa na edema ya kwanza, kwa maana ya kwamba unaweza kushangaa kavimba miguu. Sawa, japo edema haisababishi tu na kukaa muda mrefu, lakini pia inaweza kitu kingine kinachoweza kujitokeza ni anaweza kawa na bawasiri. Bawasiri tunamaanisha ni vinyama vinavyoweza kuota sehemu zake za siri za anus. Maana tukisema sehemu za siri zina utofauti pia. Lakini pia blood pressure inaweza kumpata. Maana yake msukumo wa damu unaweza ukajitokeza au wanaweza akapata na athari hizo. Ndio maana tunawashauri hasa wale watu ambao wanafanya kazi kubwa sana za kukaa, basi angalau atafute hata dakika 30 au 20 au 10 za kuweza kwa mfano kama mtu anafanya kazi yuko ofisi yake iko juu ya ghorofa, ashuke chini bila kutumia lifti. Anaposhuka kufuata ngazi anakuwa anafanya ile movement, basi inamsaidia kunyosha misuli kwa wepesi tena haraka sana. Lakini kitu kingine ambacho tunaweza kuwashauri sisi kama wataalamu ni zile dakika ambazo nimesema, dakika 5 au 10 au 15 hata nusu saa. Unatembea umbali kutafuta hata chakula au chai. Usisubiri tu ukae mpaka uletewe hapo hapo. Hiyo pia inaweza kukuletea madhara makubwa sana kama utakuwa unasubiri chochote kile uletewe katika ofisi yako. Na mtazamaji wa SAUT TV, ndani ya kipindi hiki cha Home Clinic unaendelea kufuatilia kipindi hiki. Umeweza kumtazama daktari akieleza kwa kina na kwa uzuri kabisa kuhusiana na mada yetu iliyoko mezani. Sasa ni wasaa wa kwenda kutazama clinical message ya wiki hii. Clinical message.
Clinical message. Clinical message hiyo inanilazimu kurudi tena katika chumba cha daktari kwa ajili ya ushauri zaidi. Daktari, nini ushauri wako kwa jamii kuhusiana na mada yetu ambayo iko mezani, tabia ya kukaa muda mrefu bila kusogea? Mtu yoyote yule ambaye anafanya shughuli ngumu sana ambayo ni ya kukaa, ambapo inaweza kuchukua masaa 3 au 6 kama nilivyoeleza mpaka 12, na mshauri apate hata dakika 20 za kwenda kutembea sehemu yoyote ile, anashuka, anatembea, anaenda uwani, hivyo anarudi. Hivi ile inamsaidia yeye kuweza kufanyaje? Kuifanya misuli iweze kuwa zaidi, kupitisha damu kwa wepesi na kuweza moyo kupampu damu kuisambaza kwenye mwili kwa wakati. Naam, kwa sisi kama wataalamu tunashauri vijana ambao wanajituma, wanafanya kazi hasa especially kwa wale tunasema fundi cherehani, driver bodaboda, driver mahais, driver mabasi makubwa ya kwenda mikoani. Kwa hiyo wanapoona wamekaa muda mrefu, kifupi tunatamani hasa madriver wa magari makubwa waweze kuwa wawili angalau wanabadilishana katika kuendesha mabasi hayo. Ushauri huo mtazamaji, sio wa kuweka, ni ushauri wa kuutumia kwa ajili ya kuendelea kuijenga afya yako ya leo na hata ya baadaye. Baada ya ushauri huo wa daktari, kinachofuata ni Clinical Puzzle ya wiki hii. Clinical Puzzle. Clinical Puzzle. Na hiyo ndiyo Clinical Puzzle ya wiki hii, mtazamaji wa SAUT TV, na kumbuka ya kwamba Clinical Puzzle ya wiki hii ndio huwa mwangaza wa kuonyesha kwamba tunakuelekea ni mwisho wa kipindi cha Home Clinic. Mada ya leo ilikuwa ikiangazia tabia ya kukaa muda mrefu bila kusogea. Umeweza kumtazama daktari akieleza kwa kina kabisa kuhusiana ni muda upi ambao tunaweza kuchukulia kama muda mrefu wa kukaa bila kusogea. Ameelezea madhara yanayoweza kujitokeza, lakini pia kabla ya daktari uliweza kuwatazama wananchi wakieleza maoni yao juu ya mada yetu ambayo iko mezani kwa siku ya leo. Nikwambie tu ya kwamba mpaka kufikia hapo hatuna la ziada. Tuachie maoni yako kupitia Clinical Puzzle ya wiki hii katika uwanja wetu wa comment, na maoni yako yatasomwa katika kipindi kijacho. Ulikuwa nami Stella Po, mtangazaji wako. Endelea kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii, Instagram, Facebook, TikTok na YouTube @SAUT TZ. Bye, uwe na wakati mwema. Home Clinic.